wananchi. Leo tunaendelea tena na ngenga za wananchi kutoka hapa Mabibo Mwisho mkoani Dar es Salaam. Tunajadili ya kwamba je, vijana wanachangamkia fursa au fursa zinawakimbia ama hawachangamki kabisa? Hapa ninao vijana katika eneo hili la Mabibo Mwisho wakijadili swala hilo. Mimi ni Samson Charles. Kumbuka kama unapenda nije kwenye kijiwe chako, unaweza kunifuata Instagram na Facebook, nitafute kwa jina langu Samson Charles. Halafu njoo inbox niwekee namba yako ya simu. Nitakupigia endapo una kijiwe chenye watu wenye uwezo wa kuchangia hoja. Karibu sana. Bwana, naomba tukimsikiza mzee kama huyu wa makamo hakutishia amani wewe mpambanaji, sema huyu mzee kapambana miaka mingi ila ni kama bado hajatoka. Ni kweli, unajua nyakati zinatofautiana. Wakati wa wazee wakiwa vijana na wakati wa sasa kuna tofauti kidogo. Kipindi cha wazee wetu fursa zilikuwa nyingi. Kazi zilikuwepo, ilikuwa ni rahisi kupata kazi. Lakini kwa sasa kutokana na population, sisi vijana tumekuwa wengi. Tunaongelea vijana asilimia zaidi ya 60 ya population ya taifa ni vijana. Lakini tukienda kwenye kuna baadhi ya rasilimali zinabaki vile vile, hazipanuki, haziongezeki. Kwa mfano kama ardhi iko vile vile. Kwa hiyo kuna vijana sasa hivi tuna changamoto hiyo, tunaongezeka lakini kuna baadhi ya resources haziongezeki. Lakini tuna changamoto pia ya wale ambao watangulizi wetu ambao kwa maana viongozi wetu, nao kidogo inakuwa ni changamoto kuziangalia fursa za vijana kwa undani na kuzitekeleza kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo tuna changamoto hizo, lakini kwa kweli vijana wa Tanzania wanapambana kama kweli, kama tumemsikiliza hapa mwananchi mmoja kama anaweza kulipa kodi, unaona, kwa kutumia kashata, kwa kuuza kashata, na unaona. Kwa hiyo ni upambanaji. Kijana pale ana degree lakini anaendesha bodaboda, maana maisha yake yanakwenda. Huyo kijana namna hiyo angepata support nyingine ya ziada. Kijana kama huyu anayeuza kashata na kahawa, fikiria umempa mtaji wa milioni 1. Au jaribu kumuuliza tu apate mtaji wa shilingi ngapi ambao itamtoa. Unaona? Utakuwa umemsaidia sana. Kwa hiyo bahati nzuri tunaye waziri mpya wa wizara yetu mpya, ajaribu kuona vijana ambao wanapambana kama hivi, aone namna pia ya kuwabusi na kuwasaidia zaidi. Kilio chao kiuba kimekuwa ni mikopo, lakini mazingira pia rafiki ya kufanya biashara. Mazingira ya kufanya biashara. Ukimuuliza anauza kashata huyu, sehemu yake rasmi kama mazingira yale ni rafiki, atakwambia sijui, sitaki kumuongelea, lakini anaweza akajibu mazingira anayofanyia kazi kama rafiki au sio rafiki kwa nini. Hebu mpe maiki. Kaseja, unasemaje kuhusu changamoto ya mazingira unaofanyia biashara yako hii? Na maana ndio biashara pekee unaitegemea, kashata na kahawa. Mazingira ninayofanyia kazi sio mazuri sana, kwa sababu pale tunafanya tu yani kubana barabarani sawa. Kwa sababu tokea hapa akwambia bana eneo letu hilo. Kwa hiyo tunapata changamoto na watu ambao wamejenga nyumba sawa. Sio kwa tunafanya kazi kwa yani niseme kwenye sehemu ya mtu pale sawa. Kidogo tu atakubali, sogea huko. Hapa sehemu yangu, hapa sehemu yangu. Kwa hiyo tunapata changamoto kwa kweli. Unaona? Kwa hiyo tunafanya kazi hivyo hivyo, yani kwa kubanana hivyo hivyo na watu. Tunagombana hata kitu tunafanya kazi. Changamoto hivyo ya biashara. Sasa hebu niambie kipato chako hiki katika, umesha kuwaza fursa nyingine nje ya hii unayofanya, nje ya kashata na kahawa? Kama nilipokuambia mwanzo, shida mtaji. Sawa. Yaani hicho sio biashara. Unahitaji shilingi ngapi? Yaani kwa kawaida hata kama mimi nikipata milioni 1 inanitosha kabisa kufanya biashara. Milioni 1 tu kwangu mimi inanitosha kabisa. Sawa. Sababu biashara hii hapa waweza fika msingi kaa 20,000. Nimeshakwambia vitu vimepanda bei. Natumia msingi 25 30. Hata uuze mpaka ufikie hiyo hela. Hizi kajia changamoto, hata siku 2 unaweza ukapata hiyo hela. Kavuza leo kesho ukapata hiyo hela. Hata ukipata hiyo hela ndio labda niseme nimeweka labda 2,000 3,000 kwa siku. Kama nilivyokuambia nifika miezi 6 mwenye nyumba anataka kodi. Sasa hivi nyumba imepanda bei. Na hapo unachukua shilingi 50,000. Janela miezi 6 hapo kuna 300,000. Janela. Kwa hiyo miezi 6 bado mimi yani na wake sina hata 100 sababu watu nishalipa kodi. Ndio maana siendelee hata speed ya hatua. Na mwaka 16 nafanya biashara hii. Una miaka 16. Unapiga biashara? Nafanya biashara hii. Kwa kazi yangu mimi. Sana. Kwa hiyo ukipata hiyo hela 2-3 tayari. Ila kodi ishafika. Na hapo unajibana sana? Najibana sana wakati mweze. Yaani unajibana kweli kweli. Wakati yani wewe hata kabisa. Kama maisha magumu sema unapambana. Sawa, wewe vijana sisi
tunapambana sana. Umeona? Nilichokuambia amka saa 10 hadi kulala hata kwa unakuwa mwisho kulala kwanza kuamka. Kuna watu ambao hajui changamoto ya maisha hapa. Ndio maana nakwambia serikali ingetusaidia tukapata sisi wenyewe mikopo. Hata mikopo inatolewa kwa baadhi ya watu. Wengine si haitufikii mikopo tunasikia tu. Sawa. Mikopo haitufikii. Ingetufikia tukapata sisi hata kidogo. Tungefanya kazi kweli, tungeendelea. Lakini kwa hivi hatuwezi kutoboa kwa sababu tutakuwa tunaishia kula na kulala basi. Kula na kulala. Hamna ishio yote ambayo inaanza. Sasa ndio maana miaka yote tunakuona huko hivyo. Sawa. Watu wote wanakuona. Wengine utafikia wengine wanasema bwana huyu anaonga hela kumbe hela zenyewe hamna. Unajua si vijana, watu wakwambia huyu bwana naye anaonga hela miaka yote. Kumbe hela yenyewe ipatikane. Unapata hela kula na kulipa chumba. Hata kuhonga ipatikane. Na kenyewe kama unaelewa anakimbia sasa. Wewe unapata mwanamke tena. Unaona kwa peke yako. Hii kweli tungeomba serikali sio atusaidie, tuangalie biashara dogo dogo. Watuwezeshe. Kwa mikopo na sisi tupate hela. Kwa sababu ukimwambia mtu asema bwana nikopeshe 200,000. Asema weka biashara hiyo utanilipa mimi, utanilipa nini? Mtu hawezi kukupa hela hiyo. Chanelewa. Lakini ingekuwa na biashara ya uhakika, mbona mtu anajua kabisa nikimpa 500 itarudi hela yangu. Kwa hiyo tangazaji tunapata changamoto sana ya maisha. Kwa ndio mimi miaka yote tunaishia hivi hivi. Chanelewa. Asante sana. Unasikiza kupitia East Africa Radio. Tukiwa moja kwa moja tukiangazia kama vijana wanachangamkia fursa. Hicho ndio ambacho tunajiuliza. Ama wanachangamkia alafu zinawakimbia, ama usikute vijana ni wavivu hawachangamkii fursa. Karibu sana. Kijana wakati kijana anakuja, nimekuona kijana, karibu ukae hapo uchangie naye. Kaka Samu, usije. Naam. Kaka Samu, mchangiaji amegusia jambo la msingi kwenye kama fursa zinatukimbia au sisi ndo tunazikwepa. Kwa mfano sasa hivi kuna issue ya mikopo, si ndio? Ilitolewa mwanzoni ikaondolewa kwa sababu ya mambo ambayo yalikuwa yanafanyika, si ndio? Lakini leo hii imerudi tena upya. Tunasikana tuambia kwamba mikopo imerudishwa upya. Lakini jaribu kufuatilia ni vijana wangapi wana hiyo taarifa na hiyo elimu ya kupata mikopo upya. Unaona? Kwa hiyo pia vijana wanaweza kawa wanapambana kutafuta fursa, lakini fursa zinajikuta zinawakimbia kwa kukosa taarifa na elimu ya fursa zenyewe. Asante sana. Ngoja msikize kijana mgeni hapo wakati anaendelea kupiga gahawa. Mshikie kahawa yake, mshikie kahawa, mshikie tu kahawa alafu atuambie bwana. Karibu sana. Unaitwa nani na unafanya issue gani bwana? Kwa majina naitwa Eneli Simon Mwangani. Mimi ni bodaboda. Bodaboda Vipi Eneli, unachangamkia fursa ama zinakukimbia? Fursa zinanikimbia. Zinanikimbia kwa kweli. Maana sijapewa fursa. Kwa hiyo nasema tu zinanikimbia. Tufafanulie zinakukimbiaje? Kwa mfano, viongozi wetu wanakuja hapa, bunge wanatangaza kuhusu masuala ya mikopo, sio mikopo kwa vijana. Lakini sisi hapa hiyo mikopo tunaisikia tu. Kwa hiyo natumainia, nasema tunanikimbia, maana sijakutana nayo. Kwa tungetamani sisi kama vijana bodaboda, tungetamani sana hiyo mikopo sana. Tupewe mitaji, tungefurahi sana. Ulitaka mkopo wa shilingi ngapi ili ufanye nini nje ya bodaboda ulionayo? Kwa mfano, ningepata hata milioni 1 nje ya bodaboda, ningefungua genge. Mimi nakimbiza boda. Mimi ni baba, nimeoa tayari. Kwa hiyo ningemfungulia wife genge, huko anakimbiza na genge, mimi nakimbiza na boda. Kwa hiyo na imani ningepata mwendezo mzuri. Ukizungumzia kwamba kwa sasa hivi kipato chako cha bodaboda hakikutoshelezi. Kwa binafsi kinanitosheleza kwa sababu familia inakula na mimi nakula. Naona kama haka kinanitosheleza, lakini labda kwa maendeleo zaidi ndo nikiwezeshwa ndo nitapata maendeleo zaidi. Tumeishia hapo kwa leo katika hizi ngenga za wananchi kutoka hapa Mabibo Mwisho, hapa Mabibo sokoni mkoani Dar es Salaam, tukiangazia je, vijana wanachangamkia fursa ama usikute hawachangamkii, ama wanachangamkia alafu fursa zinawakimbia hao vijana. Mimi ni Samson Charles. Tukutane tena wakati mwingine, tutaendelea kutoka ambapo tumeishia leo. Usikose. Kumbuka kama una kijiwe chako ungependa nije, niandikie kupitia mitandao yangu ya kijamii Facebook moja na Instagram, nitafute kwa jina la Samson Charles, niweke namba yako ya simu, niambie bwana kijiwe changu kina watu ambao wanaweza wakajadili tafakuri tunduizi. Nitakuja hapo kijiweni. Mpaka wakati mwingine. Ngenga za wananchi.